Semaje katika eneo hilo? Naam, Onsare, shukran sana. Ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Na mimi hapa nina watu wenyeji kutoka mji huu ambao vile ningependa kusikia hisia zao ni zipi kuhusiana na mjadala wa siku ya leo. Karibu tu ndani ya TV47. Tukianza kwa kujitambulisha, tueleze kwa maoni yako, unahisi kuwa Wakenya wataweza kuchagua viongozi katika uchaguzi mkuu ujao kwa misingi ya chama au mtu binafsi? Jina ni Dickson Manyara Mwangi. Mimi ni mfanyabiashara katika hii town ya Nyahururu, kaunti ya Laikipia, na vile ni mkaaji wa Nyandarua. Ningependa kusema Wakenya, kwa maoni yangu nikiwa kiongozi wa kisiasa, hawajafikia ile kiwango ya kuweza kuamua watachagua mtu kwa msingi ya maono yake, lakini bado wako kwa ile msingi ya vyama, kwa sababu ile vyama vya kisiasa ndio inawapea mwelekeo. Igawa hata hiyo vyama inategemea kulingana na kiongozi wa chama. Kuna vyama vingi lakini viongozi wenyewe hawana mwelekeo. Kwa hivyo hawawezi kuelekeza wapiga kura namna watakuwa. Itategemea na sera ya mtu ambaye anaongoza hiyo chama. Kwa mfano, ukichukua chama kama chama chetu cha ODM, baada ya kiongozi wetu kuondoka Raila Odinga, inakaa kama imechanganyikiwa mpaka wapiga kura wanakosa mwelekeo. Kwa hivyo itategemea na kiongozi mwenyewe na chama kenyewe ndio kisimame na wapiga kura wapate mwelekeo. Umesema kuwa chama kitaweza kuwa na ushawishi mkubwa katika uchaguzi ujao. Unahisi hilo litaathiri vipi utendakazi, hususan na wale viongozi ambao watachaguliwa? Wapiga kura wakizingatia chama zaidi ya kuzingatia viongozi wenyewe, hilo litaathiri utendakazi wa viongozi ama utendakazi wa hizo chama kikiweza kushinda uchaguzi. Kwa mfano, chama chenye kilishinda uchaguzi uliotoka cha UDA na washirika wake kilikuwa na tashwishwi ya maadili ya utawala, moja ikiwa ni corruption, ndio inaongoza sana na inaonekana imeathiri nchi. Kwa hivyo hata uchaguzi tunaoenda, bado ningeomba wapiga kura wazingatie maadili ya mwenye anaongoza hiyo chama ama wenye watasimamishwa na hiyo chama, kwa sababu wakichagua kulingana na vile wataambiwa na wenye chama na wakuve na hiyo chama kwa sababu ni area yao, huenda ikadhuru maendeleo yao baadaye. Asante. Na bwana, ukikaribia tu hapa, tueleze kwa maoni yako, unahisi kuwa Wakenya wako tayari kuchagua mwanasiasa au kuchagua kiongozi kwa misingi ya utendakazi wake au watazingatia chama, hususan katika eneo hili? Tazama kule. Hiyo yote kwa majina, mimi naitwa Samuel. Mimi mkaaji wa hapa, tuna mfanyikazi wa hapa. Sasa hiyo swali inabatana. Tutategemea chama na mwenye anakuja naye. Juu saa kama sasa hii watu ya Mlima Kenya, uweze tuletea chama ya Western kuja useme tutasimama naye hapo tukupea kula. Tena hii waves itategemea. Uweze kuja na hii chama hii ya UDA na hapa sisi ni DCP. Useme utapata kura. Hata kama umefanya kazi, lazima utaenda one time. Kwa hivyo unasema kuwa hata mtu awe ametenda kazi au amefanya kazi kulingana na matarajio yenu, iwapo hata simama na chama fulani, huyo hamwezi mchagua? Hatuwezi. Kitu ya kwanza ni one time, tuondoe hii mtu na ya chama yake. Saa tena hii ingine tutakuja kufanya baadaye. Umradi tu hii mtu aondoke. Asante. Naam, Onsare, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya wenyeji mji huu wa Nyahururu akisema kuwa vyama vya kisiasa kwa kiwango fulani huchangia au huwa na ushawishi mkubwa kwa viongozi watakaochaguliwa. Hivyo wanatoa wito kwa Wakenya vile wanasiasa kuweza kufanya uamuzi itakayostahili ifikapo uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea la kuregesha usukani kwako Onsare. Na shukran sana Laban Muhinda kutoka Nyahururu. Na mtazamaji, tunakuuliza pia, maoni yako ni muhimu, sema nasi, tupigie simu live hapa studioni, tueleze kuhusu hizi siasa za vyama humu nchini ziko vipi, na huu ndo utakuwa mwelekeo 2027. Basi sema nasi, tupigie simu.